Kalisa brother, nakwaje? Mambo vipi bro? Kama lakini Alhamdulillah. bana, hongera bana kwa kufika Kalisa. Alhamdulillah. Pengine nataka nifahamu ukaribu wako wewe na furaha uko vipi hasa, na unazungumzaje pia iftar ya leo? Ni familia. Unajua mimi ni mtu ambaye nipo kwenye industry, na kwenye industry yangu mimi ni kama ni mtu ambaye niko front line. Kwa hiyo alhamdulillah nafahamiana na karibu na watu wengi, na karibu na brother Abu na wengi tu. Kwa hiyo asilimia yote ya office ni familia. Kwa hiyo Pengine hasa kila mtu amekuwa na kila ambacho anachokipunguza ama anachokizingatia hasa katika mwezi huu wa Ramadhani, pia tupate kwa lazima pamoja na Ramadhani. Kwa kweli hasa kwa upande wako ni vitu gani ambavyo umevizingatia sana kukaa navyo mbali hasa? Masuala mawili, kuzingatia au kukaa navyo mbali? Kukaa navyo mbali, kwa maana ndio hivyo kuzingatia. Kwa mwezi huu wa Ramadhani kuzingatia ni sana ni ibada, ni kuomba maghfira. Maghfira ni msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni mwezi ambao tuna mwezi mmoja tu, siku 30. Kwa kuna faida kubwa sana ukifuata ukitekeleza ibada ya kufunga. Kwa hiyo ni vitu vingi nimeacha actually, hata mazoezi nimepunguza, sababu huwezi kumaintain kufanya mazoezi wakati unafunga. Lakini pia muziki kwenye simu kusikiza, sisi na mimi mara mwisho nasikumbuka nimesikiza nyimbo msanii yote muda mrefu sijasikiliza. Kwa hiyo hata kuna vitu vingi nimepunguza. Kwa hiyo vingi siwezi kumention kwa pamoja. Vitu vingi mara nyingi nakaisha msikitini siku hizi, nalala asubuhi, kuanzia swala ya Isha mpaka saa 2-3 nalala kila siku. Kwa hiyo you can see vitu vingi sana nimepunguza, marafiki, sehemu za kuhang. Pengine kuna hili ambalo limekuwa likizungumzwa sana kuhusiana na hizi iftar ambazo zinafanyika. Pia wengine wanasema kwamba zinalenga sana mastaa na sio watu maskini ambao labda ndo walengwa hasa wenyewe, watoto yatima na nini. Kwenye hilo hasa kwa kweli unalipi la kuzungumza, na leo umehudhuria pia hapa? Okay, hapo kuna vitu viwili. Sitaki kujifanya sana mjuaji nikatengua maana, lakini inategemea wewe lengo lako nini. Kuna faida ya kumpa mtu chakula cha kwanza akiwa amefunga, ile chakula cha kwanza ile ndio futuru yenyewe. Lakini sasa ile chakula ya kwanza inaweza kawa maji, inaweza kawa tende, kuna fadhila zake. Mtu akifunga siku nzima, afu yule ambaye amempa chakula wa kwanza, maana yake fadhila za yule mtu siku nzima kapata yule aliyempa, hata kama ni Mkristo. Kama wewe Mkristo unaona Muislamu kafunga ukampa tende, basi fadhila zake zile siku nzima, zile funga yake yote wewe unapata. Lakini pia na yeye apungukiwe kitu. So you can see how powerful iko kwenye hicho kitu. Kwa hiyo watu wengi wanataka hizo fadhila, lakini hiyo pia ndio wanafanya watu wengi. Lakini ukija kwa maana ya sadaka, kuna watu ambao dini imeshauri sana wapate sadaka. Kama una lengo la sadaka, ambayo utafute watu ambao wana uhitaji, kwa sababu haina maana kama kuna mtu unamwalika afu mtu anaacha mwenyewe vyakula kwenye fridge afu anakuja, alafu kuna watu barabarani hawana chakula. Kwa hiyo kama unafanya kwa ajili ya kutaka tu kutoa sadaka, nadhani wana uhitaji zaidi ni watu ambao hawana malazi, hawawezi kuafford kufuturu. Lakini pia kuna fadhila ya kumsaidia mtu kufuturu kitu cha kwanza. Kwa hiyo zote hizi ni sawa, lakini kwa maana kama ya sadaka, nadhani ni bora zaidi kwa mtu ambaye hana kabisa uwezo wala hajui atafuturu nini. Kwa hiyo unaungana na mashehe pamoja na watu wengine ambao wanasema kwamba iftar ambazo zinazifanya Alikiba na Diamond hazikulenga watu ambao walikuwa sahihi. Sipo kwenye segment ya kuongelea hao, kwa sababu nadhani kila mmoja ana lengo lake, na nimekupa fadhila za mara kwanza. Kuna fadhila ya kumfundisha mtu mara kwanza. Kwa hiyo sometimes wewe unaweza kwa ofisini kwako watu wanajiweza, wana marange, wana manini, lakini ukasikia adhana ukatoa tutende kwa wale watu. Kwa hiyo ina maana hiyo kutoa tende ni thawabu umepata. Kwa hiyo kuna fadhila ya mtu kumuwahi kumninia. Lakini pia kuna fadhila zaidi kumpa mtu ambaye ana uhitaji zaidi. Kwa hiyo hawa wote wako sawa. Inategemea lengo lao wao ilikuwaje. Sitaki kusema nani amekosea nani amepatia, Allahu ya'lam. Tuache tu hivyo kwa sababu tusiingie sana deep. Allahu ya'lam. Kalisa, nikupongeze pia. Umekuwa ni miongoni mwa modo ambao umemaintain kwa muda mrefu sana. Tukiotoke mpaka sasa hivi atuoni Kalisa anapungua, ni kila siku anaongeza influence na ukubwa wake pia. Pengine ni vitu gani ambavyo unavizingatia vinaweka mpaka unakuwa bado umemaintain? Kwanza si kwa nguvu zangu, hizo ni nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu yeyote ana uwezo kuweza kujicontrol. Sisi tunaishi tu, lakini Allah ndo anapanga kila mtu atakavyokuwa. Kwa hiyo alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema. Tumekuwa tukifanya vitu vingi, lakini mpaka leo tuko, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu riziki anafungua. Kwa hiyo
nimwachie Allah, hiyo ni Allah, lakini kuna juhudi binafsi zinafanyika ambazo chini ya Allah, si kwa uwezo wangu. Nitamwachia Allah. Lakini katika hicho ulikusema kwamba wengine wanasema labda inawezekana ni nguvu zake bana. Kwa mfano kuna kipindi ambacho ilionekana wewe ilikuwa ni kipindi lakini ilikuwa ni show ambayo ilikuwa DStv, lakini kuna watu ambao waliona kama like bwana kama Kalisa bwana anatafuta sana trend na Wema Sepetu ambaye labda kwa sababu alishakuwa naye labda kwa namna moja ama nyingine ndio hivyo vitu vinamfanya labda Kalisa bado ana maintain labda. Sasa unajua ukisoma dini sana ndo unaelewa kama kuna kila kitu Mwenyezi Mungu amekiandika, ya. Kwa hiyo mfano kama sasa hivi mimi sasa hivi kuna vitu vingi nimeviacha, lakini huwezi kusema kwamba huyu ni mimi nimefanya. Mimi kuna vitu siwezi kuacha. Najuta kwanza kuwa na tattoos. Mimi najuta kwa, lakini najua na inspire watu wengi kuwa na tattoos. Ndio maana nazificha. Nikiweza kuvaa nguo ya kuonyesha tattoo hapa, au sio? Najuta kuwa na tattoo. Nasema hata kwenye kamera. One of thing ambayo na regret sana. Kwa sababu nimegundua najua madhara yake. Back then sikuwa najua madhara tattoo. Kwa hiyo nikisema sasa na aliyenifanya nje tattoo na ananifanya nijute nani? Ina maana ni yeye. Kwa hiyo vitu vyote hivyo ambavyo Kalisa alikuwa anafanya, kama unaona labda alikuwa anafanya vizuri vibaya, mimi nadhani tu Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa anafanya, si mimi, lakini kwa sababu kuna wengine wanafanya zaidi hawapati. Ya kwa hiyo hata kwa hapa ni Mungu. Hata hivyo siku hizi kuna vitu kama nimekwambia sifanyi huni, nimeacha nini kwa sababu ya Kalisa kama mtoto wa kiume hasa waga situation yako na mwanamke ukiachana naye hasa waga inakuwa vipi sasa? Ni wale washikaji ambao bana hebu tusiongee ama tuendelee kuongea tu washikaji kama kila ambacho waga unafanya? Kama tukiachana nikibreak up na mwanamke ukiachana naye yani kwamba amekuwa ex, okay, unakuwa ni mtu wa namna gani hasa? Mnakuwa mnaongea ama ni ile bana hapana bana tuchukua distance yako na mimi nikae kwa usalama? Kwanza alhamdulillah mimi watu wote ambao nimeachana nao mimi ndo nimeamua kutoka, alhamdulillah. Kwa hiyo nikiona kama kuna kitu kiko sawa mimi mara nyingi wanajitoa. Kwa hiyo sidhani kama kuna uadui, lakini pia for the respect ya mwanamke wangu mpya siwezi kurekebisha mahusiano tena yakaendelea. Kwa hiyo kama tumeachana kuna namna tu hatuwezi tena kuwa kama aina, hatuwezi kuwa kuongea. Si kwa ubaya, lakini hatuwezi kuwa kuchati. Siwezi kunawe kukaa rafiki yangu sababu tunaongea nini sasa? Sana nitamfanya yule mwanamke ambaye niko naye ajisikie vibaya. Kwa hiyo sihisi kama ni sawa kuendeleza mahusiano ya ex wako ukishakuwa umeachana naye. Hata kama kutakuwa kuna kinyongo, hata kama nini, lakini sometimes unadharau na Kalisa umefanya video na wasanii wengi sana hapa Tanzania. Pengine hasa kauli yako moja ni video gani ambayo kuifanya ukasema bwana wow this is wonderful? Wewe unanipeleka kwenye maasi. Sikiliza. Hataki kuongelea vitu ambavyo tumefanya zamani sana. Mimi nishafanya video nyingi, si ndio? Sure. Lakini sifikiri kufanya video yoyote mpaka nakufa tena. Sitaki kufanya video yoyote tena mpaka nakufa. Utaona nafanya video yote mpaka nakufa. Sifanyi. Sitaki kufanya. Kwa nini? Sitaki, yani nimeamua kutofanya mpaka nakufa. Wasanii wa Tanzania siwezi kuongelea sasa kama video gani kwangu ilikuwa bora kufanya. Nilikuwa wa kwanza kufanya vitu vingi, nishasafiri nikaenda nchi za nje kufanya video. Kenya sijui wapi washafanya vitu vingi wa kwanza. Sitaki kufanya video tena ya hivyo. Hata iwe na bilioni ngapi sitaki, sifanyi. Sishiki na sitaki kufanya kazi yote ya hivyo. Sifanyi hizo kazi mimi tena. Umodo vipi wenyewe? Tuendelee na. Sasa unajua nikisema umodo kwenye ngo gani? Kwa mfano namna kuingia gym, kutengeneza nini? Ngoja nikwambie maana model.